Shukuru Bwana asubuhi ya leo kwa sababu ya utukufu wake na neema yake, na mimi hupenda kusema ya kwamba ni kwa neema tu ambapo tunaweza kufika mahali hapa na kuisikia sauti ya Mungu na yale mapenzi aliyo nayo katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Nafurahi kuwaona siku ya leo, na furahi kuwaona pia marafiki zangu, familia ya Genesio. God bless you for coming, na wageni wengine ambao wametutembelea siku ya leo. Na nina salamu za Gitau na familia ya Kevin Kezia, ameniambia niwasalimie na kwamba hawataweza kuwa pamoja nasi siku ya leo. Pamoja na hayo, nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya the online church ambao huwa tunafikia online, na wamekuwa wa msaada mkubwa kwetu, na hata wanapo benefit pia katika ibada zetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu anawanenea, na wengine wanapata pia ufunuo wa kiimani katika maisha yao, na tunashukuru Mungu kwa hilo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. May we appreciate everybody for coming into the church. Tuwakaribishe wote walioingia leo katika nyumba ya Bwana kwa makofi mazuri. Tuwakaribishe wote. Tuwakaribishe pia wale ambao wanatutazama online. Tuwakaribishe pia katika ibada ya siku ya leo, na tuseme Mungu awabariki. Amen. Sasa tukainue mikono yetu, tumpigie Yesu makofi mazuri kwa sababu ya nguvu zake na uwezo wake katika maisha yetu. Amen. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Leo tunajifundisha kuhusu majira ya kutembelewa. Seasons of visitation. Praise the Lord. Amen. Na ni vizuri kuelewa kwamba Mungu huwa haji ama hapatikani kila wakati. Maana neno la Bwana linasema mtafuteni Mungu wakati anapopatikana. Seek ye the Lord while he may be found. Mimi kuna wakati ambapo unaweza ukamhitaji Mungu usimpate. Ama kuna wakati ambapo unaweza kuwa na hitaji na Mungu asije akajibu hayo maombi instantly. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba in the spiritual realm huwa kuna seasons za kutembelewa na Mungu. Na ni vizuri mtu kuwa alert, ili wakati ni Mungu anamtembelea anajua ya kwamba this is God that is visiting me, and it is not just happening like any other. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kuna watu wengi ambao huwa wanaomba Mungu, na Mungu anaweka maombi yao yakiwa akiba ili akaweze kuwatimizia yale ambao waliomba wakati fulani. Lakini wakati huo wa kutimiziwa ukifika, inakuwa kwamba watu hawajui Mungu amekuja kutimiza waliloliomba. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri Mkristo yeyote awe mtu ambaye amejielewa hivi kwamba wakati Mungu anakuja kujibu maombi, anajua sasa huu ndio wakati, anajua ya kwamba haya ndio majira ya maombi yangu kujibiwa. Praise the name of the Lord. Maana Mungu wa mbinguni huwa anafanya mambo kwa wakati wake. The word of God says at the appointed time of God. Wakati ambao Mungu ameuchagua mwenyewe, mambo yote yatakuwa salama, mambo yote yatakuwa mema. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sio nyakati zote Mungu huwa ameteua ili mtu akaweze kupokea kibali fulani, ili akaweze kupokea baraka fulani, ili akaweze kupokea ushindi fulani, ili akaweze kupokea breakthrough au penyo katika sehemu fulani ya maisha yake. Lakini huwa kuna majira ambayo yametengwa na Mungu, na ambayo wakati wake ukifika, Bwana Mungu huwa anakuja na kutimiza hayo mambo. Na kwa hivyo leo tutakuwa tukiangalia vile ambavyo mtu anafaa kujitayarisha na kujua ya kwamba haya ndio majira ya Mungu ya kutimiza kile ambacho nimekuwa nikimuomba kwa miaka mingi. Praise the name of the Lord. Ninasema hivi ya kwamba huwa tunasoma hadithi za akina Hana ambao walikuwa wanamuomba Mungu kwa sababu walihitaji watoto. Lakini hawakupewa watoto walipokuwa wanahitaji,
Walipewa wakati wa majira yao ya kupewa watoto. Abraham aliomba mtoto na alikuwa mzee, lakini hakupewa mtoto katika ujana. Kulikuwa na majira yake ya kubarikiwa, na wakati huo ulipofika Mungu akampatia mtoto. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo nataka twende katika kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 19, tuanzie 1, tusome vifungu 10, tusikie habari ambazo ziko mahali pale. Praise the name of the Lord. Luke chapter 19 verse 1 to verse 10. Tusome, ni parefu kidogo lakini ni vizuri tupasome ili tukaelewe vile Mungu anataka. Then Jesus entered and passed through Jericho. And the word of God says, now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. Kuna mambo yakisemwa katika Biblia ni vizuri kuyaangalia. Neno la Bwana linasema si lazima igeandikwa kwamba ile kazi alikuwa anafanya, lakini neno la Bwana limechukua emphasis ya kuandika he was a chief tax collector. He was not just a tax collector, he was a chief tax collector. And the word of God says again, he was a rich man. Amen. Then the word of God says, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was a short man. Praise the Lord. Na alitaka kuona Yesu ni nani. That one is very key in our learning today. And he wanted to see who Jesus was. Kuna watu hutaka tu kusikia Yesu ni nani. And they know him, and they even tell him who he is. Wewe ni Yesu Mwokozi, wewe ni Yesu Simba wa Yuda, wewe ni Yesu ambaye alitufia msalabani, wewe ni Yesu ambaye alituokoa. Kuna watu katika ulimwengu huwa tu anataka tu kujua Yesu. Lakini neno la Bwana linasema Zakayo hakutaka tu kumjua Yesu. Alikuwa amemsikia, alikuwa anamjua kwa kutajwa, lakini the word of God says now he wanted to see Jesus. He wanted to see who Jesus was. Jesu yo jigu akare. Leo nikwenda kumuona. Jesu yo wera gore. Sasa ninataka nimuone kwa macho yangu. Lakini the word of God says he had a limitation. He was short na kulikuwa na watu wengi. Hallelujah. Then the word of God continues and says, and when Jesus came to the place, he looked up and verse 4. So he ran ahead and climbed and onto a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Tufikishe hapo verse 5. This is what the word of God says. That he knew that Jesus will pass this way, and therefore he ran ahead na akapanda mti. So kuna effort Zakayo alifanya za kumuona Yesu. Akapanda juu ya mti. Na pia wakati Yesu alipitia pale, akaangalia juu, akamuita, akamwambia, shuka haraka. Leo ni lazima nitembee katika nyumba yako. He obeyed, akashuka. Wakati ambapo tunatembelewa na Mungu, ni vizuri tujue zile njia Mungu huwa anapitia. Zakayo alikuwa anajua Yesu atapitia njia hii, na akatafuta jinsi ya kuovercome his limitation. Bwana wetu apewe sifa. We must position ourselves katika ile njia Mungu anapitia. We must always ensure we are in the right path as we call upon God to visit us. Wakati wetu wa kubarikiwa ukifika, je, sisi huwa katika zile njia ambazo Mungu anapitia ili akatubariki? Kuna wengine hutaka baraka za Mungu lakini hawapo katika ufalme wa Mungu. You must position yourself. Hallelujah. Lazima ujiweke katika njia ya Mungu. Je, ulikuwa umemuomba Mungu?
Je, ulikuwa umetayarika vizuri? Moyo wako uko tayari kumpokea Mungu? Unataka kumuona Mungu au unataka tu kumsikia? Huwa kuna tofauti ya kuona Mungu. Praise the name of the Lord. The word of God says, a time will come and we shall go to heaven and we shall see God eye to eye. Tunajua Mungu kwa kuambiwa, tunajua Mungu kwa matendo yake, tunajua Mungu kwa yale mambo ambayo anafanya katika maisha yetu. Lakini neno la Bwana linasema tukifika mbinguni tutamuona Mungu uso kwa uso. Zakayo akataka kuona Yesu uso kwa uso. Akasema ninataka kuona huyu Yesu. Haleluya. Wakati wa kutembelewa kwako lazima uwe mtu wa kutamani kutembelewa. Kwa sababu kuna watu huwa katika situations, kuna watu ambao huwa katika changamoto, kuna watu huwa katika hali fulani, lakini tamaa ya kumuona Mungu katika jambo hilo huwa haipo. Praise the name of the Lord. They only complain to the friends. Nyinyi mlienda vizuri. Nyinyi ndio mlijua biashara. Nyinyi ndio mlihoga Mungu, mlipata mali. Nyinyi ndio mnakuaga, mimi siwezi nikapata shepu kama hiyo. Yaani unaona ya kwamba mtu fulani anafanikiwa, lakini badala ya kutamani na wewe kubarikiwa, badala ya kutamani kutembelewa na Mungu, badala ya kutamani kuona Mungu kwa macho, you only complain. So you must always be determined to see God. You must desire in your heart to see Jesus, so that he may visit you. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Kuna mtu ambaye hakuwa anatamani. Ukisoma katika John 5 utapata mtu ambaye neno la Bwana linasema alikaa katika birika la Bethsaida miaka 38. Na Yesu alikuja pale akamuuliza, "Je, ungetaka kuponywa?" Naye akamwambia, "Sina mtu wa kunitia kwenye birika wakati malaika anatibua maji." Meaning, he was not determined to get healed. He was not desiring in his heart. He was comfortable in his situation. Praise the name of the Lord. Zakayo was not comfortable kwa sababu alikuwa amesikia Yesu. Na wakati ambapo Yesu alikuja, akasema akitaka sasa amuone kwa macho. Ni vizuri wapendwa, tufike katika level ya kutaka sio kuhisi nguvu za Mungu, bali kuziona zikitenda kazi katika maisha yetu. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Wakati watu wanaomba, najua kuna watu utamani sana, wanasikia paka wanaacha kuomba wasikilize mtu akiomba kwa dimi. Na wao hawaombi kwa dimi. Na kama wataomba kwa dimi, wanajaribu kuiga. Ndio wanasemaga kanta bila kelia. Hao watu kwa sababu wanataka kuiga, lakini wao hawana desire ya kuongea kwa dimi. Na wao hata hawafanyi juhudi zote. When you are not prayerful, you have not positioned yourself into the path mahali dimi zinaweza ingilia. Maana kama huwa hauombi, zitaingilia wapi? Wakati watu wanaomba umenyamaza, zitaingilia wapi? Zakayo akachukua hatua. Ni lazima pia sisi tuwe tunachukua hatua tukihitaji majira ya kutembelewa na Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Something else he did is that the word of God says he knew Jesus was to pass through that route. Alikuwa anajua Yesu atapitia wapi hapo. Kwa hivyo hakuenda kupanda mti wowote. Alipanda mti ambao alijua hapa ni lazima Yesu apitie. Je, kuna matendo ambayo ili kutembelewa na Mungu ni lazima uyafanye? Unajua baraka huwa zinatembelea mtu vipi? Do you participate in acts of mercy? Huwa unapea watu walio na njaa chakula? Wale watu wanasumbuka maisha, huwa unawatuliza? Huwa unawapa moyo wale watu ambao hawana moyo, hawana nguvu katika maisha yao? Do you encourage the weak? Do you feed the hungry?
Do you visit the sick and those who are in jail? Do you do the acts of mercy? Hizo njia ambazo root za Mungu za kukuvisit huwa zinapatikana. Bwana wetu apewe sifa. Kuna watu ili afanye kitu lazima umlipe. Niliwaambia kuna vijana ambao nilisalimia mahali. Kuwasalimia tu pale tu karibu na damu. Kawasalimia habari majamaa, wakaniambia poa pasi. Kunyamaza tu wakaniambia siuache za macho. Yaani kunisalimika wananilipisha. Kuna watu ambao lazima walipwe kila kitu anachokifanya. Na hiyo si root ya Yesu kupitia. Ukitaka kumuona Yesu, lazima wakati mwingine ni kujitolea, unajitolea katika mambo yako. Wale watu ambao ni wahitaji katika jamii, unawasaidia. Wakati mwingine unasafiri katika gari na unapata kwamba mtu alisahau wallet na aliingia katika gari anasafiri. Acha kusema ni mkora anataka kuibia watu. Mlipie hiyo 50. Hiyo ni njia moja wapo ya Yesu kupitia ili ukamuone uso kwa uso. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Ni vizuri wakati mwingine kujitolea. Unaona kuna hitaji hapa linahitajika katika nyumba ya Mungu. Na mimi nitajitolea binafsi. Sitangojea tufanye harambee. Sitangojea watu wengi waungane. Nitaungana mimi mwenyewe. Niende nikalifanye lile jambo. Na wakati nitalifanya, Mungu anapoinuliwa kwa sababu ya jambo hilo, atanikumbuka na kunitembelea. You must possession yourself along the route ambayo Yesu anapitia. Haleluya. Aliposhuka Yesu akamwambia, leo nitakuwa mgeni wako. Are you ready to host Jesus? Je, are you ready to host Jesus? Na mtu hujua aje hayuko ready to host Jesus? Najua leo ni kusoma tunasoma mambo ya kilidi sana. Unajua ya kwamba hauwezi ukahost Jesus wakati uko na other guests ndani yako. Unajua if you only want to have me in your house na hautaki watu wengine waje, huwa ninaona wakati mwingine tunafanya hivi. Wakati hautaki kusubuliwa, you switch your phone off. Ni rahisi sana kumswitchia Mungu off, kwa sababu kuna mambo mengine yako katika moyo wako. Wewe uko na other guests in your heart. Wakati Yesu anataka kukutembelea akija, anapata uko na wageni. Uko na uchoyo, uko na wivu, uko na hasira, uko na kutoridhika, hauna shukrani ndani ya moyo wako. Hizo zote zinakuwa ni nini? Zinakuwa ni wageni ambao wanazuia Yesu akuwe mgeni wako. Na kwa hivyo unapitwa na season ya your visitation. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unajua wakati Zakayo aliambiwa na Yesu ya kwamba, tusome 6 usikie vile alimwambia. Yesu alimwambia hivi. Verse 5 akamwambia, and Jesus came to the place. He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must stay at your house. Read number 6. So he made haste and came down and received him joyfully. Na akampokea kwa furaha. How do you receive Jesus? Pigia Yesu makofi. Unaona hata mmefanya vizuri. Hata mmefanya vizuri. Nasema pigia Yesu makofi, mtu anaguza hivi. Harake muhuri na makofi tuonikie kule hete kiroko. He received Jesus joyfully. Kwa furaha. Kuna mgeni akiingia kwako unamhug, unamshika mkono, unamwambia karibu sana. Kama ni stairs unamshikilia mkono kama asianguke, maana you are receiving the visitor joyfully. Hivyo ndivyo Zakayo alivyofanya. How do we receive Jesus when he visits us? Verse 7 says, but when they saw it, they complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Verse 8 says, then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Hakuna mtu aliambia Zakayo afanye hivyo.
Yeye mwenyewe ndiye aliambia Yesu. Wakati alisikia kuna jambo linaweza zuia Yesu aende akawe guest yake, watu wakakomplain wakasema, ona, hata anaenda kutembea kwa mtu ambaye ana dhambi. Naye Zakayo akajua ya kwamba Yesu anaweza muacha aende kwa mtu mwingine kwa sababu yeye amehost guests wengine. Ni mnyang'anyi, huwa analipisha watu vitu kwa riba na anakula mali isiyo ya halali. Yesu akamwambia nitaenda kwako. Watu wakakomplain na yeye akasema, look here, nitapatia maskini nusu ya utajiri wangu. Na kama kuna mtu ambaye nimemnyang'anya mali yake kwa njia isiyo halali, nitamlipa mara ngapi? Mara 4. Praise the name of the Lord. Wakati Yesu unataka kutembelee, wakati ni season yako ya kutembelewa, lazima ujue ni nini kingine unafaa kufanya. Wakati Yesu amekupatia utajiri, amekutembelea kwa njia ya pesa, hizo pesa unafaa kuzifanyia nini? Je, kuna maskini ambao utasaidia? Kuna wahitaji wengine ambao mali hiyo itaguza ama ni yako peke yako? Yesu akikutembelea kwa njia ya finances, ni lazima ukumbuke kuna maskini in your society. Ni lazima ukumbuke kuna watoto ambao hawana ability ya kulipa school fees. Ni lazima uangalie uone kuna mama ameambiwa asichote maji kwa sababu hajalipa maji. Ulipe hayo maji na labda ni 150 per month ili aendelee kuenjoy the services. Kwa sababu wewe umetambua ya kwamba wakati wa season ya visitation yako ni lazima kuna vitu utahitajika kujitolea kwavyo upeane. Praise the name of the Lord. Na hapa neno la Mungu linatuambia vizuri, very clearly, ni pesa, ni mali. Kwa sababu amesema half of my wealth nitaipatia maskini maana umekuja kwangu. Bwana wetu apewe sifa. Can I tell you that point? Niwaambie vile kuconclude hiyo point. Kuna watu ambao wanakosa kutembelewa na Mungu kwa sababu hawako tayari kuachilia zile baraka Mungu amewapatia. Kwa hivyo wakiwa wameweka mikono hivi, Mungu hana mahali pa kuwekea baraka zingine, hana njia ya kuwapa. Ni lazima wakati umepewa na wewe uachilie. Ni lazima wakati Mungu amekuvisit na wewe ukue mzuri, wale watu uliokosea uambie pole, na labda kwa njia ambayo imezidi ubaya uliowatendea. Bwana asifiwe. Si kuna watu wanapenda kusamehewa na hawaombi msamaha? Hao hawatapata msamaha. Yeye anatembelewa Zakayo na anamwambia Yesu, nitatubu kwa njia ya kulipa. Wale watu nimewanyang'anya, nitawalipa mara ngapi? 4 ya kile ambacho nilichukua. Sisi tunasemaga ati mtu akikiri ndani ya moyo wake amekosea na asikie uchungu wa makosa ambayo alifanya, Mungu wa mbinguni amemsamehe. Uongo. Yesu anasema nini hapa? Zakayo akasema, nitasema pole kwa wale nilinyang'anya kwa kuwalipa mara 4 ya kile nilichowaibia. You must be ready to pay back to those people that you have wronged. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu anaongea vibaya kuhusu kanisa na wachungaji, halafu anasema huyo mchungaji hata ni mchawi, na wakati huo ni Mungu anamtumia. Na unasema huyo mchungaji hata anatumia nguvu za giza, na ni Mungu anamtumia. Wakati ambapo unajielewa, badala ya kwenda kumwambia pole, unasema ya kwamba Mungu alijua nilitubu. Si Mungu ulikosea huyo mtu. Nenda ukamwambie mfunguane roho. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mwache kuwa wajaja wa kuescape kuomba msamaha. Tusome kitabu kingine katika Genesis 18 verse 1. Genesis 18. Majira ya kutembelewa. Na sasa tunaangalia hilo. Tukiangalia yale mambo ambayo mtu anafaa kujua. Kunote. You note ya kwamba huyu si mtu wa kawaida ambaye amenitembelea. Chapter 18 of Genesis, the word of God says, Then the Lord appeared to him by the terebinth tree of Mamre as he was sitting in the tent
about at the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Please let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. And I will bring a morsel of bread, that you may refresh your hearts. After that you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said, Do as you have said. Verse 6. So Abraham hurried into the tent to Sarai and said, Quickly, make ready 3 measures of fine meal, kneaded, and make cakes. And Abraham ran to the hut, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he hastened to prepare it. So he took butter and milk, and the calf which he had prepared, and set it before them, and he stood to them under the tree as they ate. They said to him, verse 10, Where is Sarai your wife? So he said, Here in the tent. And he said, I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarai your wife shall have a son. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema Abraham alikuwa ameketi nje ya tent, karibu na mlango wa tent, chini ya mti, na neno la Bwana linasema because it was hot like the way it is hot today. Na akaona wanaume watatu alipoinuka. Akakimbia kwao, akawaambia, My Lord, msipite hapa kwangu. Tafadhali karibuni, mpewe tu maji, muoshe miguu yenu, na mpumzike kidogo chini ya kivuli. Bwana wetu apewe sifa. Wakati walikubali kuketi chini ya kivuli, akakimbia akaambia Sara, tengeneza na mikate kutoka kwa fine oil, kwa fine flour. Alipoacha Sara akitengeneza, akakimbia kwa mifugo, akatafuta dume kidogo ambaye alikuwa mchanga. Naye huyo dume akachinjwa, akatayarishwa haraka. Biblia inasema akawaletea bata na akawaletea maziwa na nyama na mikate wakakula. Wakati walishiba wakamuuliza, na mke wako wako wapi? Praise the name of the Lord. Mwambie hivi ya kwamba wakati kama huu mwaka ujao nitakutembelea hapa, lakini nitakapokuwa nikitembea mke wako atakuwa na mtoto. Praise the name of the Lord. Knowing the season of your visitation. Sio kila mgeni huwa anakuja kwako, huwa anakuja akiwa binadamu. Wengine ni malaika huletwa na Mungu. Bwana wetu apewe sifa. How was the appearing of the angels? Wale watu ambao walialikwa na Abraham, how are they appearing? If you can read between the lines, neno la Bwana linasema aliwaambia hivi, Njooni muoshe miguu. Kwa hivyo miguu yao ilikuwa na vumbi, meaning akiwaangalia aliona walikuwa wametembea safari ndefu, na pia aliona wakiwa wamechoka. Akawaambieni, Njooni mketi kwenye kivuli mpumzike. Walipokubali kupumzika, neno la Bwana linasema akakimbia akamwambia Sara, tengeneza mikate. Hivyo aliwaona pia wako na njaa. Bwana wetu apewe sifa. It is good to have these red signs. Ni vizuri Mungu awe anakuonyesha dalili za watu ambao ni malaika unatumiwa na Mungu. Wakati mwingine wale watu wanakuja katika maisha yetu, huwa wanakuja wakiwa hawana utukufu wowote. Wamechakaa sana, wameumizwa sana na shetani, wamekanyangwa vibaya na ibilisi,
lakini hatujui wao ndio malaika ambao Mungu anatumia kuleta baraka zetu ama kututembelea. It is our season of visitation by God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati uko na gari na umesikia watu wanatafuta gari la kupeleka mgonjwa hospitalini, ujue huyo ni malaika wa baraka zako anabisha mlango. Bwana wetu apewe sifa. Ni situation inaonyesha ya kwamba hapa ninaweza nikajinyakulia baraka. Wakati mtu amekuja katika biashara yako, wewe unauza vyakula, wewe unauza vitu vya duka, wewe huwa unafanya mambo ambayo unaweza saidia mtu, na unaona mtu amechanganyikiwa, anajaribu kugawa pesa na hazitoshi, ni lazima ugundue mara moja, huyu ni malaika ametumwa nikaweze kupata matembeleo na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati hakuna stima kama leo na hakuna generator hapa, ni vizuri kujua ya kwamba kuna malaika anatembea akitafuta nini? Mtu wa kutembelea. Ukiamua leo hiyo generator nitanunua, next time stima zitapotea between 9 and 5. Hakutakaa kumenyamaza, maana hakuna stima, nitaleta generator. That one is an opportunity. Ni ishara unaonyeshwa ya kwamba kama unataka kubarikiwa, kutembelewa na Mungu, hizi baraka nimeleta, nani yako tayari kuzipokea? Ni vizuri kuelewa ya kwamba Abraham hakuwa anaishi peke yake katika eneo hilo. Katika hiyo nchi hakuwa anaishi peke yake, lakini yeye mwenyewe ndiye aliye wakaribisha wale malaika, na akawapa maji, akawachijia, wakapikiwa mikate, akawapa mafuta na akawapa maziwa. Ni vizuri kuelewa malaika wa Mungu huwa hajipresenti kila wakati akiwa na nguo za white na akiwa anatoa mwangaza. Kuna wakati anakuja akiwa amehunyuka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujiuliza, tumepita hapa tukiwa watu 10, na huyu mtu hajasimamisha wale wengine kuwaomba chakula. Mbona mimi? Mara moja inafaa kukiliki ndani ya brain yako, ni wakati wangu wa kutembelewa na Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwani mnashangaa? Labda kuna mtu ameangalia akaona zile mara Mungu amemtembelea akakosa kumkaribisha. Si kuna hadithi ambayo huwa inapeanwa ya kwamba kuna mtu aliambiwa atatembelewa na Mungu, na akafagia kwake vizuri, na akaosha vitu vyote akaweka, na akafagia paka barabarani, na akachukua maji akarashia kule, ili Mungu akija asije akafanya nini? Akapata vumbi na uchafu. Lakini kitu saa 8 hivi saa 9 ati akaona mtu aliye na matambara anaingia kwa gate. Akakimbia akamwambia, usipite hapo Kasia. Wewe haujui yule mgeni anakuja huku anakaa namna gani. Leo ninangojea Mungu na wewe unaleta uchafu wako wapi? Hapa. Rudi huko. Leo sitaki watu wa aina yako hapa. Na yule mtu akajikunja kwa hofu sana, akaondoka akaenda. Yule mtu akakaa paka jioni. Usiku ulipofika akamwambia Mungu, Mungu, nimejua leo huwa unadanganya, kwa sababu uliniambia utanitembelea na huku nitembelea. Mungu akamwambia, nilikuja ukanifukuza. Akamuuliza, ulikuja saa ngapi na sijatoka nyumbani leo? Akamwambia, leo si kuja na utukufu wako wa kawaida. Nilikuja kwako nikiwa nimevalia matabara, ukakataa kunipokea. Jamaa akaanza kulia. Akasema, wewe haukujiintroduce kwangu ya kwamba ni wewe umekuja. Naye akamwambia, haukunipatia nafasi, maana ulinishautia hata kabla sijafika. Mara ngapi Mungu amepresent yeye mwenyewe kwako ili umpokee kama mgeni wako. Season yako ilikuwa imefika, lakini wakati wa kutembelewa ulipofika, ukamwambia Mungu, rudi, sikutaki. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Nimesema wakati kuna needs, huo ndio wakati Mungu wakati mwingi anajipresent kwako for visitation. Amen. Unapata mtu kwa geti ya kwenu ukiingia, unamwambia wewe ukimenya ole abia sione kana nathi na wewe wagia mtu ndio kikateterera kujitia bi, unamwambia ondoka hapa au nikuoa, nitakuitia polisi wewe. Na ni Mungu alikuwa ametumana ili jasho lako lipaguzwe kutoka ile tai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tukue makini vile tunaingiliana na watu, situations ambazo tunakutana nazo. Hiyo inaweza kuwa ni situation ambayo Mungu alikuwa anataka kuitumia ili akaweze kuvisit maisha yako, lakini wewe ukampinga. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka niongee na watu wa online. Kuna wakati mwingine huwa tunaandika hapa for support, tunapeana namba yetu ya simu, na wengine wanasikiliza mahubiri, wanasema amen, wanasema glory to God, wanasema power of word, lakini service ikiisha mtu ananunua msodero na cake anakula, na hata siku moja tuma sadaka yake ama support yake kwa sababu ya injili anayohubiriwa. Yaani kwake injili is free. Kwake injili haina effort zozote. Hakuna mtu ambaye alikesha kutafuta kama Mungu anasema nini. Hakuna mtu ambaye amesoma Biblia ili akaje kulihubiri hilo neno. Kwake Mungu anajitokezanga tu hivi akiwa ameshika mamilioni ya pesa ili kazi yake iendelee. Yaani God uses other people to propel the gospel apart from me. Kwa hivyo they will never do anything to support the word of God. Therefore, time yao ya kuvisitiwa ishafika, na Mungu alitaka atumie hiyo nafasi, lakini wao wakakosa kuelewa ya kwamba ni Mungu anataka kuingilia maisha yao. Wanapitwa na wakati. Haleluya. Sade kama hii mara nyingi tunapataka VTM kwa sababu tulitangaza na nikaandikia watu message ya kwamba na leo tunalipa rent. Mtu akijua ni pesa ngapi anaamua ya kwamba leo lazima nione kakijiji. Mtu anapata tushughuli, anaenda kutembea, ndio siku ya kutembelea marafiki. Mtu anaamua ya kwamba leo umuthi onako ndiko igwa kondo no nginya ndurwo ni gakakaraga kanini, because yeye kwake kupeana pesa kanisani ni kuwaste. Kuna mambo mengi mazuri pesa inaweza fanya, halafu anachukulia kwamba si yeye anatumiwa na Mungu, lazima watu wengine watumiwe na Mungu, and therefore they miss their season of visitation. Huyo mtu anaishi miaka mingi kanisani lakini maisha yake hayana mabadiliko. Anaishi siku nyingi kanisani lakini hakuna levels huwa anapanda. Yeye alizaliwa akiwa mtoto wa kiroho, anamaliza miaka 10 akiwa mtoto wa kiroho, anamaliza miaka 20 akiwa mtoto wa kiroho. Maisha yake hayabadiliki, maana alimiss season yake ya kutembelewa na Mungu. Haleluya. Tusome verse ya mwisho. Neno la Bwana linasema, si ya mwisho, hiyo nyingine nitataja tu. Luke 19:41 and 42. Luke 19:41 and 42. Tusome tu. Sitakawia sana leo kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yako mbele zetu. Luke 19 verse 41 na 42. Biblia inasema nini? Now as he drew near, that is near Jerusalem, he saw the city and we wept over it. Yesu alipokaribia Jerusalemu, akauona ule mji, na neno la Bwana linasema akaulilia. Verse 2 itakuambia kwa nini alilia. The word of God says, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. Praise the name of the Lord. Je, nyinyi mngelijua yale mambo ambayo yamefichika kwa macho yenu,
Mngelijua hii ndio siku yenu ya kupata amani yenu. Yesu alienda Yerusalemu, alipoingia akaona mji ambao haujajitayarisha kumpokea yeye kama the King of Peace. The word of God says Jesus wept over that city. There are times God comes closer to you, akitaka kukusaidia na kukutembelea, na majira ya kukutembelea yamefika, lakini akikaribia mahali upo anamwaga machozi. Anashindwa, is this the son who has been calling me? Is this the daughter that has been calling me? Is this the church that has been calling out my name? For I have come and they are not ready to receive their peace. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sasa ni vizuri kuwa tunajipima kama Mungu. Tukimuita atatembelea kanisa kama hivi. Tukimuita kama atatembelea familia zetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawezi ukaolewa na mtu ama ukaoa mwanamke halafu usidake ukisema hii ni photocopy ya shetani iko kwa nyumba yako. Mungu akitaka kuingilia hiyo familia atashindwa, ataingilia wapi? Hawezi ukazaa watoto na wote uwe unawaita ng'ombe. Wewe kwa kishira tu ng'ombe tudheli. Unakaa ng'ombe no. Sasa unaita watoto wako ng'ombe. Mungu akijaribu kuingilia kati anashindwa, atapenyea wapi? Maana alikuwa anakuja kutembelea watu, lakini akikaribia anasikia huko ni ng'ombe wamefugwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anataka kuvisit biashara yako, na anataka kabisa kuingia ndani ya hiyo biashara, lakini anapofika anasikia ukisema ni kung'ang'ana tu unang'ang'ana, na yeye anajua hakika yale mambo amekufanyia. Mungu anashindwa kupenya katika biashara yako. Ni vizuri wakati mwingine tujifundishe kuelewa kwamba ni Mungu anataka kututembelea. And therefore it only means we must be alert at all times. Hakuna wakati wa kusinzia. Kila wakati ukifungua biashara unainenea, unasema hii biashara imebarikiwa. Hii biashara, hapa ndipo nitatoa mamilioni yangu. Hapa ndipo nitatoa school fees ya watoto wangu. Hapa ndipo nitatoa plot yangu. Hapa ndipo nitatoa msaada wa kupeleka kanisani. Hapa ndipo nitatoa pesa za kusaidia children's home. Hapa ndipo nitatoa pesa za kuwasaidia maskini waliotuzingira. Maana hii biashara imebarikiwa. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Lakini kila siku ukifungua biashara na kuambia watu kumekauka sana, biashara hana hatia, pomete mno. Kuna watu mimi leo siwezi uliza biashara yao iko namna gani, maana nitawasaidia katika kuumiza hiyo biashara ama kuzuia Mungu awatembelee, maana hawatajua unawauliza ili watambue ya kwamba it is the season of their visitation. So when you ask them how their business is, they think pastor anataka credit. Pastor anataka nimtumie pesa gili moja ya kujisaidia. Sasa afadhali nimwambie ni kugumu ili akate story. Haleluya. Biashara hana hata pastor tuigebele ya mwathani tondu kumite muno. Wakati huo unasema hivyo, uko na 5,000 hapa kwa mfuko na niko umu. Na ni tarehe 3 ya mwezi. Bado kuna siku nyingine 27 za kutafuta pesa. Lakini wewe unaumiza biashara, yani kuumiza. Kuumiza ni kuumiza. Yani unaikausha. Unaifanya ikuwe ngumu. Ni vizuri kutambua majira ya kutembelewa na Mungu katika maisha yako. Haleluya. Amen. Mtu akikuja kuambia biashara yako inakaa maridadi, usimwambie ati no kugeria. Wale watu mmekuja kujaribu, watu wanajaribiki, hata mabomu huwa hayajaribiwi maeneo ya kazi. Yanajaribiwa huko jangwani. Alafu wakati wa vita ukifika, wanaenda kupractice. Wakati ambapo umekuja kibiashara hapa, fanya biashara usijaribu. Mnaona wakati wa majira ya kubarikiwa yenu, wakati watu wengine hapa najua wameanza kuona saa hii ningekuwa nimefanya mambo mengi na biashara yangu, lakini Mungu aliponitembelea aliniruka. Bwana asifiwe. Tumeona Abraham aliambia malaika msinipite. Tafadhali na wasii, ingieni tu.
hata kama mtaosha miguu peke yake mwende. Bwana asifiwe. Haleluya. Najua watu wengine hawatamani hata wachungaji kutembea katika biashara zao. Wakati unaona mchungaji amekuja katika biashara yao, si hata umwambie nena neno. Usiende kama hujasema kitu kuhusu hii biashara. Hata kama si maombi. Akiacha amesema na hii biashara imeinuliwa, that is enough. Haleluya. Lakini kuna wengine nikienda katika biashara yao, ndake kidelia gwake. Ndake kidelia gwake muhahi. Ndio kananga na ilia yake. Ni vizuri uelewe ya kwamba ilikuwa visitation ya Mungu. Praise the name of the Lord. Si niwapatie evidence katika 1 Kings chapter 4. 1 Kings chapter 4 verse 9 to 13. Biblia inasema Elisha alikuwa anapitia katika nyumba ya mwanamke Mshinemu. Bwana asifiwe. Huyo mwanamke akatafakari ndani ya moyo wake na akasema huyu mtu hupitia hapa ni mtu wa Mungu. Akawa kila wakati akipitia pale anampatia chakula. Baada ya siku chache akaambia mume wake, tumjengee nyumba hapa juu. Asiwe anakula na kwenda, awe anajua anakula kisha analala hapa anapumzika. Yule mama alijua season ya kutembelewa kwake. Wakati alikubatia yale majira ya kutembelewa na akakubali kumshika ugeni yule mtumishi wa Mungu. Neno la Bwana linasema siku moja Elisha akamtuma mtumishi wake, akamwambia nenda kaite yule mama, kamuulize kama ni nini anahitaji. Yule mama akamwambia niende mtumia wewe. Mimi ninakuaga mwanamke tajiri na ninaishi hapa, hakuna kitu ninakosa. Akamwambia lakini ninaona hauna mtoto. Akamwambia hizo story acha kwa sababu mimi ni mzee. Lakini kwa kupitia kwa neno la mtumishi wa Mungu, yule mama akatembelewa na Mungu, akapata mtoto. Praise the name of the Lord. Ni vizuri kujua majira ya kutembelewa kwako na Mungu. Na ukijua majira ya kutembelewa kwako na Mungu, maisha yako yatakuwa rahisi. Nawe hautang'ang'ana katika yale unayofanya katika maisha yako. Position yourself in the route where God is passing so that you can receive him as your guest in the name of Jesus. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Let us stand on our feet. And we tell God something about our visitation. The seasons of our visitation. Mwambie Bwana nisaidie leo. Nitambue majira yangu yote ya kutembelewa kwangu. Nisije nikapitwa na season hata moja ya kutembelewa kwangu. Mungu unifungue macho. Biblia inasema katika Luke 19:41 and 42. Yesu akawaambia, nyinyi mngelifunguka macho, muone jinsi ambavyo Mungu anataka kuwatembelea kwa njia kubwa. Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, the word of God says, nyinyi mtafaidika na nini? Mnakataa kupokea wokovu mkuu namna hii, na ulikuwa specifically wenu. Mungu wa mbinguni atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Let us be assisted by God in the name of Jesus. Tumwambie Bwana wa mbinguni leo. Inua mikono yako umwambie, Bwana ninaomba unisaidie kujielewa. Kuelewa majira ya kutembelewa kwangu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, ningetaka nielewe ya kwamba haya ni majira yangu ya kutembelewa nawe. Nikiona nguvu zako zikitembea, ninaenda kutapu hiyo opportunity katika jina la Yesu Kristo. We must always know that this is an opportunity that God has released for my visitation in the mighty name of Jesus. That God has released so that I may be blessed. Wakati umeletewa kadi na mtu akiwa mgonjwa na anataka umchangie ili aende akafanyiwe operation, ama mtoto aende akafanyiwe operation, au yeye mwenyewe aende hospitali ng'ambo, ni vizuri kujua ya kwamba this is an opportunity. This is a season for my blessings. Afadhali ujisacrifice kidogo ulicho nacho ili ukapate nafasi ya kuattract more in your life in the name of Jesus. Tell God today, I don't want to be passed by my season of my visitation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwambie Mungu wa